Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 36 nitaenda hadi wa 8 wa 38. Neno la Mungu linasema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue, nitarudia, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. 37. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nitarudia, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Basi hili ndio neno la siku yetu kwa siku ya leo. Hosana Bwana. Usituache wala kutupungukia. Nenda ukaseme na kila mmoja mmoja, nijalie nami mtoto wako unena jinsi nipasavyo katika mapenzi yako. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya upendo na uaminifu wako, katika jina la Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Kanisa tuseme amen. Katika kipindi cha leo tutajifunza kwa namna ambavyo Roho Mtakatifu atatuongoza kazi za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho. Ongeza sauti, kazi za Roho Mtakatifu. Kazi za Roho Mtakatifu. Kwa angalau kwa uchache Roho Mtakatifu atakavyotusemesha na muda aliyotupa, tutaangalia upate kuweza kujua Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, kazi gani ambazo anaweza kuzifanya, na unaweza kuwa mtu wa aina gani kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, na kumbuka tulikuwa na somo letu kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na ule mstari wa 8. Maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Na leo tumesoma pia ile sura ya 2 ya Matendo ya Mitume, ule mstari wa 36 mpaka mstari wa 38, na mimi nitakusomea ule mstari wa 38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sema kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu. Kipawa cha Roho Mtakatifu.
Sasa jambo la kwanza, kazi za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ndiye anayeanza kazi ya wokovu ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Tunaenda pamoja watumishi wa Mungu. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu yeye ndiye anayeanza kazi ya wokovu ndani ya mtu. Na hapa kuna mambo mawili muhimu ningependa ufahamu, ya kwamba tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi na mtu yeyote, haijalishi hata kama mtu hajaokoka au ameshaokoka. Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi kwa mtu yeyote, lakini kitu cha muhimu ninachotaka unielewe, Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwa kila mtu. Anakaa ndani ya mtu aliyemwamini Yesu Kristo peke yake, ya mtu aliyeokoka, mtu aliyesema ndio kwa Bwana. Roho Mtakatifu anaweka makao, anakuwa ndani yake, anaishi ndani yake. Lakini kwa habari ya watu ambao bado hawajamwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anaweza akatenda kuwashawishi, kuwavuta kuja kwa Yesu Kristo. Na ndio maana unaweza ukakutana na mtu ambaye nilikusemesha hata wakati mwingine, ya kwamba mtu anaweza kuwa hajaokoka na hana ushirika na kanisa, na kwa kweli ana habari zingine kabisa, wala hajamwamini Yesu Kristo, lakini ndani yake akawa anasikia msukumo wa siku moja angalau afike kanisani, anasikia msukumo angalau wa kumwamini huyu Yesu Kristo, hata wa kujua tu habari za Yesu Kristo. Wengine wamekuwa wakitamani kuhubiri, wengine wamekuwa wakitamani kuimba, wengine wamekuwa wakitamani kumtumikia Mungu kwa namna yote ile, lakini ni hajaokoka na wala bado hajamwamini Yesu Kristo, lakini ndani yake kuna nia, ndani yake kuna kitu kinataka kumsukuma. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 16, tuangalie hapo maandiko hayo. Kuna kitu nataka nikusemeshe. Yohana sura ile ya 16, Yohana sura ile ya 16 mstari ule wa 7, mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Mstari wa 8 anasema, naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Maandiko matakatifu mengine wamezungumza katika mstari huu ya kwamba akiisha kuja atauthibitishia ulimwengu. Hapa anasema atauhakikisha, pengine wanasema atauthibitishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Huyu ni Roho Mtakatifu. Ukienda kutafasiri kwa habari ya kuhakikisha, maana yake unagundua Roho Mtakatifu anafanya kazi. Roho Mtakatifu anaweza akamfanya mtu aone wazi ya kwamba yeye yuko katika hali isiyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hii ni kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu. Anaweza kumshawishi mtu, anaweza kumletea habari mtu na kumfanya mtu akagundua ya kwamba yupo katika njia